Na sekta ya habari yenyewe ni sekta ya kiuchumi. Kwa hiyo hili lazima mlizungumze na mliwekee mkakati na lielezeni wazi kwa wadau, na nyie ndio tunawategemea. Kwa sasa serikali imefungua milango kwa Watanzania, vijana, wanawake, wazee, kwa wajasiriamali. Lizungumzeni wanahabari kwamba ujasiriamali ndio njia sahihi inayoweza kumwezesha mtu kuendesha shughuli zake yeye na familia yake kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinamletea kipato. Wanahabari tunawategemea, mtahamasisha jamii kwa kazi yenu ya kuhamasisha, pia kuingia kwenye ujasiriamali kila ambapo unaona ni muhimu, na kwenye wito wa kila mmoja afanye kazi. Lakini pia masuala ya utamaduni wetu msisahau kuyajengea wigo mpana wa kueleza kwamba taifa letu linahitaji kuendeleza utamaduni. Taifa ambalo halina utamaduni itakuwa taifa mfu. Na kwa hiyo haya yote lazima tuyazingatie, na sisi tunayafanya kama ni maadili, maeneo ya maadili yetu. Na kwenye uandishi wa habari basi tumie nafasi yenu kuyazungumza kwa kina, na ndipo tutakapopata ufanisi wa malengo ya wanahabari. Tunapokuwa kwenye kongamano hili lazima tuwaambie mafanikio ya serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa toka alipoingia madarakani Machi 21 na kuanza kubainisha falsafa yake kwenye uongozi wake, na hasa yale mambo manne: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya wa taifa letu. Na kwa hiyo yale mlioyaanza kuyafikisha serikalini, ikiwemo maazimio ya mijadala ya wanahabari, mimi nataka niwaendelee kuhakikishia tu kwamba yale maazimio yale yote ambayo yanaigusa serikali katika kutekeleza ili kuwafanya vyombo vya habari viweze kufanya kazi yake, nirudie tena kuhakikishia kuwa serikali itapokea utakapokamilisha. Katibu mkuu yupo, wakurugenzi wa wizara wapo, watayaleta. Iwe yanahitaji mabadiliko ya sera, tutayafanyia kazi. Iwe inahitaji kuwa na mabadiliko ya kisheria, tutayafanyia kazi. Hata kama panahitaji mabadiliko ya kikanuni, tutayafanyia kazi, kwa sababu yote haya ni mambo ambayo serikali tunawajibika. Kwa hiyo basi, wanahabari kwenye sekta hii ya habari na utangazaji, falsafa hii ya Mheshimiwa Rais tunaitekeleza kwa vitendo, hasa katika eneo la reform. Hii tumefika mbali sana, na serikali yetu imechukua hatua mbalimbali katika kuimarisha sekta ya habari hapa nchini na utangazaji, na hatua hizi zinajumuisha maeneo ambayo pia hata Mheshimiwa Waziri ameeleza. Mmeona mabadiliko ya teknolojia toka tulipoanza kuwafanya mawasiliano, kutoka hizo mawasiliano ya simu kwenye kelele, baadaye zikaja fax, telex. Hiyo zamani ilikuwa ili uwasiliane lazima uandike telegram. Yaani ulikuwa Arusha mjini unampelekea mtu Karatu, unaandika telegram, yeye ataipokea kule posta. Ndio tulivyoanza. Lakini leo hii kila kitu kiko mkononi. Unawasiliana na taifa zima na watu 5 mpaka 6 hapa sasa hivi. Hapo sasa hivi mnawasiliana na watu hapo. Haya ni mabadiliko makubwa yaliyofanywa, pia yamepitiwa na serikali yetu. Sasa sisi upande wa serikali tumezindua bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Bodi hii inakwenda kusimamia viwango vya kitaaluma kwa wanahabari, hatua ambayo inatekelezaji wa matakwa ya kisheria chini ya sheria ya huduma za habari sura namba 229. Kwa hiyo tumefanya hilo. Lakini serikali yenu imetoa fursa kutungwa kwa sheria ya shirika la utangazaji la taifa, na sheria hii imekuwa nyenzo muhimu kuendelea kusimamia na kuendesha shirika letu la utangazaji Tanzania, na kufanya ubunifu kadiri inavyowezekana ili kuweza kutoa fursa ya Watanzania kupata habari kwa urahisi. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ameeleza, habari hizi hazilengi tu Watanzania, hata walioko nje, na kule tumeanzisha idhaa ya Kiingereza ili na wao wapate taarifa za ndani ya nchi. 3, tumeimarisha idara ya habari na maelezo. Tumeshanunua vitendea kazi, na msemaji mkuu wa serikali yuko pale, na wale waandishi wengi wa habari wanatumia fursa ya uwepo wa idara ile ya habari na maelezo kuitisha press zote zile na kutoa maelezo au kukaribishwa kwa ajili ya kusikia maelezo kutoka sekta mbalimbali. Lakini pia idara hii tumenunua vifaa
vya matangazo ya mbashara kwa sasa. Kwa hiyo tunaweza tukapata matangazo ya papo kwa papo kutoka kwenye idara hii. Lakini tumeanzisha pia mchakato wa kuandaa sera ya akili mnemba, na nyie mkiwa hapa, yale ambayo nimesisitiza kwamba onyesheni mahitaji ya mabadiliko ya sera, kwa mtumie majadiliano yenu ya leo kuhakikisha kwamba mnatoa ushauri sera yetu iweje kwenye eneo hili la akili mnemba. Kwa hiyo sisi serikali imetoa fursa ya nyie kuhakikisha kwamba mnajadili maeneo hayo na kuhakikisha kwamba teknolojia hii inaendana na misingi na uhuru wa vyombo vya habari, kiswala uwazi, uadilifu katika uandishi wa habari, nayo pia tutaizingatia. Lakini tunaendelea pia na mchakato wa maboresho ya sera habari ya utangazaji ile ya mwaka 2003, ndio hii ambayo nimesema inalenga kuimarisha uandishi wa habari hapa nchini, na uandishi huu uweze kutuletea maendeleo kwenye taifa letu. Lakini la jingine ambalo tumelifanya ni kuunda kamati ya kutathmini hali ya waandishi wa habari na utendaji wao kwenye vyombo vya habari, na hii tunaiona kama ni hatua muhimu ambayo inakwenda kutatua changamoto zinazoikabili sekta hii ya habari. Lakini huwa tunatoa leseni mpya za uchapishaji wa magazeti yalikuwa yamefungiwa, wale ambao wamefungiwa, lakini pia magazeti online na vitu vingine, na maboresho shughuli nzima ambayo tumeyafanya. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba, na tunataka tuhakikishe kwamba serikali iko pamoja na nyie, na tunaendelea kupokea ushauri wenu na kufungua milango kwa ajili hiyo. Kwa hiyo ndugu wanahabari, wageni waalikwa, serikali inaendelea kuahidi kuendelea kushirikiana na nyie na wadau wote wa sekta ya habari kwa lengo la kulinda na kukuza uhuru wa habari hapa nchini. Na tunapoadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, sisi wanahabari wa Tanzania tunapaswa kuhakikisha kwamba akili mnemba inatumika kama nyenzo ya kuwezesha wanahabari na sio kikwazo kwa uhuru wa habari. Je, unataka kuboresha muonekano wa nyumba yako au ofisi? Jibu lako ni Lau Pavement. Tunakuletea huduma bora za kutengeneza pavement zenye ubora wa hali ya juu zinazodumu kwa muda mrefu. Huduma zetu ni pamoja na pavement za sehemu mbalimbali kama nyumbani, ofisini, parking za magari na bustani, pavement za sehemu za michezo na burudani. Tumebobea kwenye huduma za kuzalisha paving, kutengeneza upya, kulipea paving, kupaka rangi paving, kudesign garden, kuotesha ukoka na kupendezesha bustani. Pavement zetu ni za ubora na zenye michoro na miundo mbalimbali. Tunapatikana jijini Dar es Salaam Kibamba. Wasiliana nasi kwa simu namba 0679720739 au 0765337263. Karibu Lau Pavement kwa huduma bora na viwango vya juu vya paving.